than one. Our people must know that when this Jesus was born, he was born as a king. Watu wanahitajika wajue ya kwamba wakati Yesu alizaliwa kama mfalme. Nobody anointed him that today we make you a king. He was born as a king. Hakuna mtu alimtilia mafuta ya kwamba leo tunataka uwe mfalme. Alizaliwa kuwa mfalme. And these wise men, hao watu werefu, they did not just come empty-handed. Hawakukuja tu na mikono tupu. They came with gold and silver and perfumes. Walikuja na dhahabu na manemane na mafuta as a present to the king. Kama kulete kama zawadi kwa mfalme. Remember they are wise men. Na walikuwa watu werevu. Kumbuka. Wewe umesha hata assistant chief kuja kuletea mtoto wako hata sadaka. Amen. Hata perfume, hata assistant chief kuja wakati ulizaliwa. But this young Jesus, the wise men came with gold and silver. Lakini huyu mtoto Yesu alipozaliwa, watu werefu walikuja na dhahabu na manemane. They came to honor our government. Walikuja kunyenyekea serikali yetu. They came to worship the king. Walikuja kuabudu mfalme. That's why those who are following Jesus must worship him. Kwa hivyo ni kwa sababu wale wanaofuata Yesu wanamwabudu. The government was on his shoulder. Serikali ilikuwa mabegani mwake. You know this one is a heavy government. Unajua hii ni serikali iliyo na nguvu. Some months back here in Pipeline, miezi iliyopita pale Pipeline, a storied building collapsed. People died. Nyumba ikaanguka na watu wakakufa. After a short while, na kwa muda mfupi, alcohol, illicit brews is killing people in Nyandarua, in those Kikuyu land. Ile kumi ikaua watu huko kwa Wakikuyu huko. Sinai, you saw it here yesterday. Hapa Sinai wakachomwa na mafuta. But when fire was burning people in Sinai, some people were being killed by illicit alcohol in Kiambu. Watu wakikufa na moto hapa Sinai, pombe ilikuwa inaua watu kwa Nyandarua. When those people were dying of that illicit brew in Busia, around Busia, that tanker exploded and fire was still burning people. Na wakati hao watu walikuwa wakikufa huko Busia, roli ikaanguka na watu wakachomwa tena na mafuta. But the government of Jesus is a government of security. Hii serikali ya Yesu ni serikali ya ulinzi. No disaster will fall on us. Hakuna jambo mbaya ambalo ilikuja pande yetu. Because our king is a prophet, will tell us that don't go to Sinai today. Kwa maana mfalme wetu ni nabii, alituambia msiende Sinai siku ya leo. Because we are following a prophet who knows what tomorrow brings. Maana tunafuata nabii yule anajua kesho itakuwa namna gani. Our government will instruct us on what is coming next. Serikali yetu itatuelekeza ni kitu gani kinakuja baadaye. This one is not a blind government. Hii sio serikali iliyo na upofu. The government of a prophet, where a prophet is the president. Hii ni serikali ya nabii ambao nabii ni rais. You know such a message people do fear to preach. Jua kuna habari zingine But Jonathan, my friend, I want to tell you one thing. Yes. If it is a matter of being arrested because of preaching this Jesus, then call them to come and arrest you. Hata kama itakuwa ni kukamatwa kwa sababu ya kuhubiri. Because even Jesus was arrested because of preaching the truth. Hata Yesu alikamatwa kwa sababu ya kuhubiri. Our government is not a government of fear. Serikali yetu si serikali ya kuogopa. If you are so fearful, God cannot trust you. God will kick you out. Kama wewe ni mtu wa kuogopa, Mungu hawezi kuamini, atakupiga teke nje. Don't be fearful, you people. Usiwe mtu wa kuogopa wewe. Be strong. Kuwa na nguvu. And tell him the president, you must repent. Na uambie rais ya kwamba rais inahitajika utubu. Tell him the minister, know where you are going to without Jesus. Ambia hata waziri mkuu hakuna mahali unaenda pasipokuwa na Yesu. When you read going down there, the Bible says that he will be called a prince of peace. Tukisoma pale chini tukiteremka ataitwa even if you are a president, even if you are a prime minister, even if you are a princess or a prince, there is no peace until you know Jesus. Kama wewe ni kitu gani hapo ulimwenguni, bila Yesu hakuna imani. You will drag your hammer but you are sick, no peace. Utakuwa na ile hama na utakuwa na amani. You will drag your hammer but your wife separated from you yesterday. Utaendesha hama lakini bibi yako atakuwa ameondoka jana. Jesus is the prince of peace. Yesu ni amani wa amani. Remember, this one is a government where you don't even have a job. You just walk smiling, but you don't have a job. Kumbuka hii ni kama una kazi unatembea tu ukicheka na kumbuka una kazi. You are going without food but your face is glittering.
Unaenda bila chakula na uso wako unang'arang'ara kama dhahabu. Your child is dead, you are burying in the grave smiling. Una mtoto wako anakufa unasika kama unacheka. Because you have peace. Kwa maana uko na amani. This is the government where you are sick. You have peace but you are sick. Hii ni serikali ambayo uko na amani na wewe ni mgonjwa. Because of peace. He's the Prince of Peace. Yeye ni mfalme wa amani. He's the wonderful. Yeye ni wa kushangaza. The Bible call him wonderful. Kushangaza. He's the counselor. Yeye ni mshauri. You find a Christian who is born again. Unakuta Mkristo ameokoka. He has a problem. He goes to somebody who is not born again to counsel him, to advise him or her. Kuna shida na anaenda kulisia mtu ambao not knowing that you are the counselor, you should be counseling people. Huyu si you are the advisor advising people. Wewe ni mshauri na una ushauri wa you are the person people should be consulting. Wewe ni mtu unahitajika watu wakuje kujua kutoka kwako. Because you have the wisdom of the prophet. Kwa maana uko na hekima ya nabii. I want to tell somebody that make an effort of getting into this government. Unahitajika wampie mtu atie nguvu ingie katika hii serikali. Defect from that government of sickness. Toka katika hiyo serikali ya government of Jesus. Kuja katika hii serikali ya Yesu. I want to build somebody. I want to encourage somebody. Nataka kutia mtu nguvu. That there is hope in Christ. Na kwamba kuna tegemeo kutoka kwa Yesu. Which kind of this government I'm speaking about? Hii serikali inangali naongea kuihusu. This is the government of God. Hii ni serikali ya Yesu. God who is above all. Mungu aliye juu ya wote. He's above everything. Yeye ako juu ya kila kitu. There's no one above him. Hakuna aliye juu yake. There's no one above him that God can look at him like this. Hakuna aliye juu yake Mungu anaweza muangalia. But everything is down here. Lakini kile chote aliumba kiko hapa. That one is the God we are serving. Huyu ni yule Mungu ambaye tunamtumikia. This one is a powerful God. Huyu ni Mungu aliye na nguvu. This one is a powerful Jesus. Huyu ni Yesu aliye na nguvu. The Bible calls him wonderful. Biblia inamuita wa kushangaza. Why? Because he does wonderful things in your life. Kwa maana ametenda mambo ya kushangaza ndani yako. He does things that when people see them, people are amazed, people are wondering. Ametenda yale mambo watu wakiona wanashangaa. That's why his works are called signs and wonders. Huyu ndio mambo yake inaitwa mambo ya kushangaza. Because he does things that have never been seen. Kwa maana anatenda mambo yale hayajawahi onekana. People accept this Jesus. Watu wakubali huyu Yesu. Praise God. Bwana asifiwe. The Bible says that for to us a child is born. Biblia inasema ya kwamba kwa ajili yetu mtoto kasaliwa. God gave us this child here. Mungu alitupatia huyu mtoto hapa. To worship him. Tukapate kumwabudu. Your task or your job as a Christian is to worship God. Kazi yako kwa Yesu ni kumwabudu. The major reason why God delivered children of Israel from Egypt. Ile Yesu ilimfanya atoe wana wa Israeli kutoka Misri. Was to go and worship him. Ni waende na wakamwabudu. So man must worship God. Kwa hivyo mtu lazima amwabudu Mungu. Man must get into this government of Jesus. Kwa hivyo mtu lazima aingie katika hii serikali ya Yesu. You know the government of Jesus? Unajua serikali ya Yesu? When you are in this government, you feel some security. Ukiwa katika hii serikali unasikia ya kwamba umelindwa. But who are these security men? Na ni nani huyu anakuwa mlinzi? They are angels. Kuna malaika. Angels like Angel Gabriel. Malaika kama malaika Gabriel. Michael the prince. Na Michael yule mpiganaji. These are your bodyguards. Hao ndio walinzi wa mwili wako. These are your security men. Hao ndio walinzi wako. Only if you are in this government. Ikiwa uko katika hii serikali. Today I'm going to be a bit very short. Leo nataka kuwa because the message of this Jesus, kwa maana ujumbe wa huyu Yesu, the Bible says it is foolishness to those who are perishing. Biblia inasema ya kwamba ni ujinga kwa wale wanaanguka. But it is not foolishness to those who are born again. Lakini si ujinga kwa wale wameokoka. It is the power of the word of God. Ni nguvu katika neno la Mungu. This message, this government is a government of power. Serikali ni serikali iliyo na nguvu. It is a government which has no end. Ni serikali ambayo haina mwisho. This president Jesus,
He's a president who cannot be overthrown. Huyu rais Yesu ni rais ambao hawezi tolewa. He is not a president elected by votes. Huyu si rais ambao alipigiwa kura. And his president is everlasting and everlasting. Yeye ni rais anaishi milele na milele. No one will now start saying that I want to compete with Jesus. I want to be the president of this government of God. Hakuna mtu anaweza sema ya kwamba nataka kupingana na Yesu, nataka kuwa rais wa hii serikali ya Mungu. Hakuna. This one is a long-lasting government. It does not end. Hii ni serikali ambayo inaendelea, haitakuwa na mwisho. The government of Kenya, it has an end in 2012. It is ending. Lakini serikali ya Kenya itaisha mwaka ujao. They are going to elect another leader. Tutaenda kuchagua rais mwingine. They are electing leaders. Leaders come and go. Wamekuwa wakipigia kura, viongozi wanakuja na wanaenda. But our government of Jesus is everlasting and everlasting. Lakini serikali ya Yesu ni rais wa kudumu na kudumu. Jesus was not elected by votes. Yesu hakuchaguliwa kwa kupigiwa kura. This government is not a government of voting. Hii serikali si serikali ya kupigia kura. It is a government of anointing. Ni serikali ya kutiliwa mafuta. King David was not elected by votes. Daudi hakuchaguliwa kwa kupigiwa kura. Even Prophet Isaiah was not elected by votes. Hata nabii Isaya kuchaguliwa kwa kura. But they were elected by anointing. Lakini alichaguliwa kwa kutiliwa mafuta. It is an anointing of God which elects you. Hii ni kwa mafuta ya kwamba Mungu amekuchagua. You have been elected by anointing. Umechaguliwa kwa kutiliwa mafuta. You are walking in anointing. Unatembea kwa kutiliwa mafuta. Even King David was not voted out. Hata mfalme Daudi hakupigiwa kura atoke. I want you to notice the difference between these governments. Nataka unjue tofauti kati ya hizi serikali mbili. When you are sick somewhere, kati uko mgonjwa mahali, I want you to be assured. Nataka uwe umehakikishiwa That problem or that sickness, hiyo shida ama hiyo ugonjwa, it's for the work of God to be seen in you. Amen. It is for the work of God to be seen in you. Itafanya ni kazi. Ni kwa ajili ya kazi ili itaonekana kwako. Kwa sababu when a saint or when a son of God is sick, I want to make you understand the difference here. Kwa maana wakati mtoto wa Mungu mgonjwa, it is for a purpose. Ni kwa sababu. Not that God doesn't know you are sick. Si ya kwamba Mungu hajui kwamba wewe ni mgonjwa. Not God has failed to heal you. Si ati Mungu amechelewa kukuponya. But it is for a purpose. Lakini ni kwa sababu God is using his citizens to show other people who he is. Mungu anatumia wananchi wake kuonyesha watu wengine yeye ni nani. God cannot go and heal a sinner to show people who he is. No. Mungu hawezi enda kukuponya mtenda dhambi aonyeshe watu. God will heal his son to show people who he is. Mungu ataponya mtoto wake aonyeshe watu yeye ni nani. Only his son. Tu mtoto wake. Not the sons of the devil. Lakini si watoto wa shetani. Only the son of God. Lakini watoto wa Mungu. So you have a problem somewhere, just be comfortable. Wakati uko na shida mahali wewe tu just be at peace. Pumzika na uwe na imani na amani. Not that God is a failure. Si ati Mungu uchelewa. Even Apostle Paul was sick until he was crying, God, get this thing out of me. Hata Paulo alikuwa mgonjwa akalilia Mungu, toa hii kitu kutoka kwako. Just be patient. I have sufficient grace for you. Lakini Mungu akamwambia wewe vumilia. I know you are sick. Ninajua wewe ni mgonjwa. And it is for a purpose that it must be there. Lakini najua ni kwa sababu ili uwe mahali pale. Not that I don't know that you tell me. I know. Si ya kwamba sijui unaniambia, ninajua. And there's a reason why it is there. Na suluhu ya kuwa mahali pale. You have a problem somewhere, don't start complaining. Uko na shida mahali usianze kulalamika. It is for a reason. Ni kwa sababu. It is for God's work to be seen. Ni kwa sababu ya kazi ya Mungu ionekane. Because how will people know that God is a healer before you are sick? Kwa maana sisi kama Wakristo tunajua Mungu ni mponyaji kabla hujakuwa mgonjwa. How will people know Jesus has power to save people before I was a thief? Watu watajua namna gani Mungu anaweza okoa mtu kabla sijakuwa mwizi. I was to be a thief first. Mimi nilikuwa mwizi kwanza. So that's when I tell people that Jesus saves even thieves, people will see that for sure. Wakati napoambia watu wa kwamba Yesu anaokoa majambazi, watu watasema ni kweli. Can somebody come here and start saying that I was a thief and Jesus saved me but he wasn't a thief? Mtu anaweza kuja hapa aseme nilikuwa jambazi, Mungu akaniokoa na hakuwa jambazi. No. God does something for his glory. Mungu anatenda mambo kwa utukufu wake. God is in the work of looking for glory through you. Mungu ako katika kazi kutafuta utukufu kupitia kwako. To serve God is very simple.
Kutumikia Mungu ni kitu rahisi. Just give him glory. Patia yeye utukufu. Just be in the task of looking glory for him. Kuwa katika njia ya kutafuta utukufu kwa ajili yake. Praise God. Amen. Bwana asifiwe. So when Jesus was born, wakati Yesu alipozaliwa, the wise men came. Watu werefu wakaja. And King Herod told them, na mfalme Herode akawaambia, if you find him, call me also so that I also go and worship him. Ukimpata, mniite ili niende nikamwabudu. But remember Herod is a king. Nakumbuka Herode alikuwa mfalme. But he had a bad intention. Lakini yeye akasikia habari mbaya. He wanted to kill Jesus. Alikuwa anataka kumuua Yesu. Why? Kwa nini? To stop the work of God. Kusimamisha kazi la Mungu. There's somebody, kwa hivyo mtu, who is going to kill your vision. Yule anaenda kuangamiza maono yako. Not every friend is a good friend. Si kila rafiki yako rafiki mzuri. There are some friends who have been sent by the devil to kill your destiny. Kuna marafiki ambao wametumwa na shetani kuangamiza kutofikia matarajio yako. They are destiny killers. Kuna watu wa kuua matarajio. Herod said that if you find him, call me. Herod akasema mkimpata niiteni. Not that she wanted to worship Jesus, but she Jesus. Si ati alikuwa anataka kumwabudu, alikuwa anataka kumuua. Not everybody surrounding you is a friend. Si kila mtu ambao amekuzunguka yeye ni rafiki. Some people are satanic friends. Watu wengine ni marafiki wa kishetani. Don't entertain all friends. Usiwe na uhusiano kabisa na marafiki wote. Tell God to give you good friends. Apea Mungu akupatie marafiki wazuri. Don't go around looking for friends. Siende ukitafuta marafiki. But some ladies, they are moving from